Je, vijana wa Kenya wanapotumika na wanasiasa ndio wanapokuwa muhimu, alafu wakiingia kwenye matatizo wanaachwa peke yao? Manake kifo cha Cecil Ouma kimeibua mjadala mkubwa ambao sasa unagusa kila kijana nchini Kenya. Wengine wanasema alipata alichostahili, wengine wanasema lazima haki itendeke. Lakini nyuma ya mjadala huu kuna ukweli ambao wengi hawauzungumzii. Leo tutapitia kila upande wa simulizi hii, kuanzia kauli nzito ya Boniface Mwangi, hasira za vijana wa Nairobi, maoni ya Wakenya, mpaka hatua iliyochukuliwa na PS Fikirini Jacob. Hii si hadithi ya mtu mmoja pekee, bali ni hadithi inayouliza swali moja kubwa kuhusu nafasi ya vijana katika siasa za Kenya. Labda kwa wale ambao hawajakuwa wakifuatilia stori hii, wanajiuliza Cecil Ouma ni nani? Cecil Ouma ni kijana anayesemekana kupigwa risasi na mmoja wa walinzi wa mwanasiasa maarufu Fikirini Jacob. Lakini kabla hata uchungu hujatulia, kauli moja ilikuja na kugawanya taifa. Mwanaharakati Boniface Mwangi alipokuwa kwenye mahojiano ya moja kwa moja, alitoa mtazamo wake kuhusu Cecil Ouma. Katika mahojiano hayo alidai kwamba Cecil Ouma alikuwa akihusika katika vitendo vya uhalifu na kuhangaisha baadhi ya wakazi wa Nairobi. Kauli hiyo imeibua mjadala mkubwa mtandaoni. Wapo waliokubaliana naye, ila wapo waliopinga vikali. Lakini swali kubwa linabaki, je, hata kama mtu anatuhuma dhidi yake, je, anastahili kunyimwa haki ya uchunguzi wa kisheria? So kuhusu mauaji ya jamaa wetu Cecil Otieno ama Seska, ni jamaa ambaye nilipatana naye kwa mara kadha kwa kadha. Mara ya kwanza kupatana na yeye tulikuwa pale Uhuru Park. Alipiga watu wangu wawili, akawapiga vita. Nikaenda kumuuliza kwa nini mawapiga, akamwambia au sijawapiga. Na venye nilienda tena kuondoka tena akawapiga tena. Alikuwa jamaa ambaye angeruhusu fanya mkutano wowote wewe bila kumlipa. Alikuwa muhuni kabisa. Na nikamwambia actually mwezi uliopita nilipatana naye, nikamwambia hiki mbele yako, juu ni alikuwa mtu akifua sana. Hiki mbele yako itakusaidia, kwa sababu alikuwa amepewa nguvu na wanasiasa. Juu kila wakati ukitaka kufanya mkutano wowote unamuita yeye ndio yani enforcer, basi anakuja pale na watu wake, ako na genge lake. Ukitaka haribu anaharibu, ukitaka achunge anachunga. Hiyo ilikuwa style yake. Sasa shida ya mambo ya magenge ni kwamba haya magenge wakati hawako kazi wanakuwa wakora. Na haya magenge wakati wakikosa kulipwa pia wanaleta uharibifu. So ile kitu ilimfanyikia ni makosa kubwa sana, lakini katika lengo hilo alikuwa ako mtu mzuri. Huku taifa likiwa limegawanyika, vijana nao hawakukaa kimya. Kundi la vijana wa Nairobi lilituma ujumbe mzito kwa viongozi wa kisiasa. Walisema ni wakati wa vijana kuacha kutumiwa kama ngao za kisiasa wakati wa kampeni. Kwao kifo hiki kinapaswa kuwa somo. Kijana saidie kijana mwenzake. Hii maneno iwafikie. Hii maneno yaheshimiwa kupanga vijana, alafu mnaanza kutoroka na magari. Vijana wakidandia magari zenyu, mnafungua risasi. Hii maneno itakoma. Sisi kama vijana wa Raila Amolo Odinga alileta 10 points agenda. Yes. Hizo 10 points agenda zinaongelea vijana wasikuwe abducted. Ndio hiyo. Vijana wasiuliwe ovyo ovyo. Ndio hiyo. Hii maneno yenye mnataka kuanza kukimbizana na vijana kwa ground, mkiwapiga marisasi wakidandia gari zenyu, hiyo maneno ikome. Komesheni hiyo tabia. Huyo kijana wa ODM ambaye mliua mfufue. Kweli. Tunaambia kijana wa ODM mwenye mliua mfufue. Vijana, hiyo mambo ya kufuatana na waheshimiwa ikome. Sisi vijana ni wengi. Sana na vijana kwa ground, uende na gari yako kule umetoka. Mheshimiwa ni mmoja na sisi ni wengi. Na mambo ya abduction ikome. Kama waezi pangana na sisi kwanza, ndio tupatane nao kwa ground, tutawaambia tawe. Ndio hiyo. Tawe. Tutawaambia tawe. Mambo iko hivyo. Na tutaki upuzi Nairobi. Mheshimu vijana. Kwa sababu youth for youth imeshikanisha vijana. Ndio hiyo. Mambo iko hivyo. Na ni mbaya. Halo. Kijana saidie kijana mwenzake. Siku zote. Lakini mjadala haukuishia mitaani tu, ulifika mpaka kwenye podcast ambapo maoni yalikuwa tofauti kabisa. Katika mjadala huu, mmoja wa waliozungumza alisema jambo lililowagusa wengi. Alisema hata kama watu wanaamini Cecil alifanya makosa, hiyo haiondoi haki ya kupata uchunguzi wa haki na sheria kufuata mkondo wake. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa. Justice for Cecil Ouma. Because some people believe he deserves what he got. And when you even look at the comments... And that is what I want you to be bold about and tell me about this issue. Because where do we draw the line? Because right now,
if people are being heard saying that he deserves what he got, then some people are saying that we are victim blaming. All right, like she was telling me the other day that is victim blaming. But then talking about the issue of youth, but continue. But so what are we saying now? We are saying this. I have always told you that we have for a long time treated symptoms instead of a real causative agent. Goonism is a symptom of lack of jobs, idleness among the young people. Kadri mjadala ulivyoendelea, macho mengi yakahamia kwa PS Fikirini Jacob. Baada ya tukio hili, PS Fikirini Jacob alifika kurekodi taarifa kwa maafisa wa upelelezi kufuatia uchunguzi unaoendelea kuhusu tukio hili. Amesema yuko tayari kushirikiana na uchunguzi ili ukweli ujulikane. I first and foremost want to take this opportunity to send my heartfelt sympathies and condolences to the family, friends and loved ones of the late Comrade Cecil Ouma following his very tragic and untimely death. The circumstances around Cecil's death remain distressing and are of course subject of active investigations. I believe no family should have to endure such a tragic loss. I believe no youth should have his life end the way Cecil's did. And as such, I have responded to an invitation by the investigating agencies to record my statement as to what really transpired. And already, I think, as it was shared, 7 people, including 2 or 3 from my office, have already been summoned and equally shared their side. And my commitment is I will continue to make myself available for any investigation pertaining this tragic death. We will continue to support and make myself available upon request by the investigative agencies who are actively digging into this so that ultimately we can ensure that justice is done. Lakini wakati viongozi wakizungumza, mwanamke mmoja kutoka Mombasa alisema jambo ambalo limekuwa likisambaa sana kwenye mtandao wa TikTok. Katika video hii alisema tusiangalie nani alikuwa sahihi au nani alikuwa na makosa pekee, badala yake tujiulize mfumo unaowafanya vijana kutumiwa kisiasa unabadilika lini. Kauli yake imegusa hisia za wengi. Hebu tumpatie nafasi na tumsikilize kwa makini zaidi. Tuzungumzieni tukio lililotokea la Fikirini Jacobs. Watu tofauti tofauti pamoja na ma-activist na watu wengine, nimesikiza comment zao. Na sisemi kwamba opinion zao as stand out. Kila mtu ana sababu ya kupeana opinion fulani na vile anavyozungumza ni vile anaona mambo. Lakini nimesikiza hizo video zote, nikaangalia video ya Fikirini, the tense and kila kitu ya wale vijana. Nikaangalia kila kitu. Lakini katika wale watu wanaozungumza, wote ni justification, sugarcoating, shifting blames, bila kurecognize ukweli uko wapi. Turudini nyuma kidogo, sisi watoto wa Moi. 2002 tulikuja tukamtoa Moi katika kiti, tunataka nchi njema na tunataka demokrasi. Na tukua tunamzuia Moi kuiba resources za Kenya. Na tukasema Moi akitoka kwenye kiti tutakufa bila kitu. Wakati wa Moi ulikuwa hakuna parastato, unataka kuandikwa kazi, utakwenda na connection, ulikuwa uende uandikwe kazi. Watu wengi, mijikenda wengi ambao wako kazini waliandikwa wakati wa Moi na uongozi uliokuja baada ya Moi.
Sisi tukiwa watoto, vitu vingi shule ilikuwa ni bure, japokuwa tulikuwa tusoma na matatizo. Lakini tulikuwa tupata bure. Na ushuru tulikuwa tulipa wakati huo, si ushuru kama wa sasa. Tukaambiwa tunaleta demokrasi, nchi iwe nzuri, mambo yawe mazuri. Lakini mpaka leo mahali tuko, ile demokrasi na wale waliotuletea demokrasi wameharibu hii nchi na damage kubwa kushinda vile Moi alivyokuwa. Wakati wa Moi kulikuwa na makampuni, KCC, Kenya Meat Commission, kampuni ya korosho hapa Mombasa, kampuni za maziwa zilikuwa zikifanya kazi, kampuni za majani, za kofi, na watu walikuwa wakipata kazi. Timu za mipira zilikuwa katika kila province, kulikuwa kuna halls za vijana kujifundisha skills, acrobats, kila kitu kilikuwa. Na ndio maana tulikuwa tuoni mambo mengi. Makatelo wa drugs walikuwa hakuna, kwa sababu ilikuwa kwa nchi ya dictatorship, na dictatorship makatelo hawawezi inuka. Ni kama vile Tanzania sasa. Lakini sasa baada ya demokrasi ndio tulianza kulipa ushuru tujitegemee. Wanasiasa wakaamua katika kila parastato ni haki yao kula. Ukifungua kampuni mpaka pia wanasiasa wapatie share. Ukijenga nyumba lazima wapatie gorofa 2 ama flat 2. Mambo yakiendelea kiharibika. Leo hii hatuna tena Gor Mahia. Hii Kenya leo haina timu ya mpira. Wanasiasa wamejua kuongoza wao mpaka watishie wananchi waogopewe ndio wapate kuongoza. Kampuni za mafuta zimefungwa, Kenya Meat Commission si zile tena, kampuni za korosho zimefungwa, kampuni za kahawa ni hivyo. Siku hizi kupata kazi katika hizi kampuni ambazo ziko Kenya, mpaka uishi ndani ya system, ununue kazi. Utumie miaka kusomesha mtoto wako, alafu utumie pesa kumnunulia kazi. Hapo ndipo tumefikia. Na wale vijana ambao waliitishwa na Fikirini ni muozo na uchafu ulotengezwa na wanasiasa. Tuchukulie mfano, mimi saizi nataka kuwania kiti cha MP. Lakini ni saizi kila anayetaka kusimama kiti, na ndio kweli ulivyo, tuacheni kuficha ficha. Lazima uwe na nia na kila kitu umejipanga. Kwanza uwe na pesa za kuonga, na alafu kitu muhimu unafaa kukonsida, uwe na timu yako ya wauni. Hilo ni jambo liko wazi. Kila MP, kila governor yuko katika hii kaunti ya Kenya saizi ana grupu lake la wauni. Ukikuja Kisauni kuna grupu la wauni, wanalipiwa nyumba, wanakula, wanavaa, na polisi wanajua, wanamanejiwa na MP wa Kisauni. Ukipita Likoni, MP wa Likoni pia ana wauni. Ukipita Mvita, MP wa Mvita ana wauni, wa Jomvu ana wauni wake ambao wanawapatia miraa kila Jumamosi, kama vile MP wa Mvita anapita kila maskani akiacha shilingi 5,000 ya miraa kwa vijana wake. Kwa sababu tumeamua we are going to lead in form of bribes and in form of kufanya Wakenya watu ogope ndio tuweze kuongoza. Ile demokrasi tulipigania hatuje nayo, hakuna. Kama unajidanganya utatoka, uende campaign using democracy na urudi unajidanganya. Your opponent atakuattack, atatuma watu wakuue, atatuma watu wakukate na mapanga kwa sababu anataka kiti. Pesa ya ushuru saini tamu. Itabidi ukusanye wauni wako. Ouma alitoka nyumbani na dreams na goals za kijana kuja university kusoma. Akaja akasoma na graduate, hakuna kazi. Kazi iliyopatikana ambayo inafanywa university, nendeni hapa tu mwende mkaangalie, kuna vijana 17 wanatumika na makundi tofauti. Kuna wale wanakusanyia maactivist vijana wakati wakiandamana. Pale maactivist ununua vijana tu. Wanasiasa wana vijana wao pale tu Mombasa. Nani wanatum? Ni vijana ambao wanasoma, hawapatiwi nafasi za kazi, lakini wanapatiwa makundi na nafasi za kulishwa pesa wapate kuweka wauni. Na vijana wanakuwa hawana njia nyingine. Hiyo ndio njia, because that is what the system has created.
Sasa Ouma, wacheni kushinda mkimharibia kijana wa watu njia na jina. He seeked the only way out to survive in the country full of corruption, full of system, and a country which they don't have plans for the boy child. There is no politician, and I repeat, ambaye amekuja kwa kiti na create jobs. They come and take the jobs away. Nionyeshe kampuni Abdulswamad alio revive ambao vijana wameandikwa. Hakuna. Nionyeshe kampuni ambao Wamatangi amefanya ambao inaandikwa vijana. Tuko na sehemu kama vile Jomvu full of industries. Badi hawezi kwenda kwenye hizo kampuni na kuomba kazi waandike vijana, lakini wana grupu zao za wauni wanazilisha 500 kila siku. That is the country we have. Na hivyo ndivyo mambo yalivyo. So mimi nimesikiza watu tofauti shifting blames, kina Emma, kina activist na watu wengine. Fikirini ametoka katika grupu la Mijikenda na kabila la Mijikenda. Na tutakavomkondem Fikirini, tutakuwa hatuwasilishi Umijikenda. Hivyo ndio tunavyo believe in Kenya. Constitution of this country, it is not protected enough to protect Kenyans. Hatuwezi kuacha kusema kwamba Ouma aliuawa. There is to be a justice why he was killed. No. But now we are shifting blames that he was a goon. Which system created Ouma as a goon? The same system that killed him. Saizi watu wanasema video sijui nini, kama vile Emma nimemsikiza akiongea. It is wrong to shift blames. Sisi ni viongozi, sisi ni watu tunaona mambo tofauti. Let's call a spade a spade. Hakuna kitu unaweza niambia mwanasiasa anataka kujilinda achukue gun auwe mtu kwa sababu anataka kujilinda, au vijana they are disappointed. Mimi natembea katika mitaa nakutana na vijana wanataka kubadilika. Vijana wanataka kufanya kitu tofauti. There is no centers to rescue the boy child. We have neglected our boy child. The social halls zilioachwa na Moi zote zimeuzwa. Kutana na social hall ya Kisauni ambayo iko Freetown. Imeuzwa kwa USAID, wateja wakaendani. Cartel wetu ambaye anauza drugs ameshikana na wa Nigeria na watu wengine, walilipa wazee wa mitaa ile social hall itumiwe na mateja. Bezimba anajua, governor anajua, but they are doing nothing. Kuja uone wakituletea project kama vile za shule, wanatujengea shule. Hawatujengei social halls. They don't leave a space where skills can be created and nurtured. Wanatujengea cells in form of schools. And that is how it is. So stop shifting blames. I'm not expecting any justice for Ouma because Madam Komesh is pocketed. Our judiciary is corrupt. Now we are going to go on justifying the death of youth, calling them goons. It is not right. Ouma was killed. Bila kujali maoni tofauti kuhusu Cecil Ouma, kuna jambo moja ambalo Wakenya wengi wanaonekana kukubaliana nalo, ya kwamba vijana wengi hutumiwa sana wakati wa kampeni. Wao upiga debe, ulinda mikutano, uandaa mikusanyiko, lakini baada ya uchaguzi wengi ubaki bila nafasi wala msaada wowote. Je, ni wakati wa vijana kuanza kuuliza maswali magumu kabla ya kuingia kwenye siasa? Je, viongozi wanawathamini kweli au wanawakumbuka wakati wa uchaguzi pekee? Sasa nataka kusikia kutoka kwako, unafikiri kifo cha Cecil Ouma kinapaswa kuwa somo gani kwa vijana wa Kenya? Vijana wanatumiwa kisiasa au unafikiri watu wanapaswa kuwajibika binafsi kwa maamuzi yao? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.